Mfanyabiashara anayeuza popcorn anayefahamika kwa jina la Gaspar Kitomari, mkazi wa wilaya ya Arumeru mkoani Arusha, amedai kuwa anaingiza faida ya shilingi 50,000 kwa siku kupitia biashara hiyo baada ya kuitengenezea mtaji kwenye ajira aliyokuwa akifanya na kulipwa 70,000 kwa mwezi. Gaspar akizungumza na Gadi TV amesema kupitia mshahara wa shilingi 70,000 aliyokuwa akilipwa kwa mwezi, aliamua kuidunduliza hadi akanunua mashine ya kutengeneza popcorn yenye thamani ya shilingi 2,600,000 na kupitia mashine hiyo ikafanikiwa kuleta mashine zingine 5 kwa ajili ya shughuli hiyo. Aidha, Gaspar amesema kupitia kazi hiyo amefanikiwa kumsomesha ndugu yake ambaye kwa sasa ni injinia wa masuala ya umeme, hatua hiyo ikiwa ni njia mojawapo ya kuisaidia familia yake iliyokuwa katika lindi la umaskini. Kadhalika, Gaspar amesema kwa sasa ana wafanyakazi 11 ambao wanamtegemea kwa kila kitu, na kupitia biashara hiyo anaweza kuwalipa mishahara na kubakia na faida ya shilingi 50,000 kwa siku. Hii ni Gadi TV. Jina langu ni Aisa Msuya. Kwa majina yangu mimi naitwa Gaspar Sarikeli Kitomari. Ni Mtanzania na ni mkazi wa Arusha. Mimi hapa niko na Gadi TV kueleza Watanzania kwamba ni kijana ambaye nimeweza kujikwamua kutoka hali ya umaskini. Sasa hivi mimi ni mjasiriamali ambaye nina uwezo wa kusupply biashara zangu za popcorn ndani ya Arusha na nje ya Arusha. Tulianzia hapa Tengeru, lakini pia tukaenda Kilala, lakini tukaenda mpaka Usa, na sasa hivi tuko mpaka Dar es Salaam. Mchakato wa kuanza hii biashara, mimi nilikuwa nimeajiriwa na dada mmoja ambaye alikuwa anafanya kazi hapa hospitali ya Tengeru. Nilikuwa nimeajiriwa na mashine moja. Alivyoniajiri nilipenda hii kazi na baadaye nikapata pesa na mimi nikaanza kununua mashine yangu moja. Ndio mwanzo wa kupata ofisi yangu ya kwanza ambayo ni mashine kubwa ile pale. Nilinunulia Dar es Salaam pale Ilala Bungoni kwa shilingi 2,600,000. Lakini baadaye nilipenda ya kazi na nikaendelea tena kutafuta mashine ya pili, na nikayatafuta na ya 3 na ya 4 na ya 5 na ya 6, ambayo ya 6 ndio hii hapa. Hii ndio ya mwisho kununua, na mpaka sasa hivi sijanunua mashine nyingine. Mashine kubwa sana ni ya 2,600,000. Mashine kubwa sana ina 2,600,000 ambayo ipo nyuma yangu hapa. Hii ni adabo, lakini hizi nyingine ni 2,200,000, 2,200,000 kutokana na gharama za maisha yanavyokwenda. Lakini sio kwamba tukao tunanunua haraka haraka, ni mipangilio. Unapofanya biashara unapata faida, basi auendi kuweka heshima auendi kuweka heshima sehemu yote. Unaenda kuweka heshima kwenye nguvu ya biashara unayoifanya. Kwa hivyo ndio maana mimi nimeweza kufika hapa na akili tu pia na kukomaa. Mara nyingi huwa tupate usingizi kwa sababu hizi biashara tunafanya kazi usiku na mchana. Unaweza kaajiriwa kwenye sherehe, kwenye send off, kwenye harusi, kwenda kufanya biashara. Na vijana ambao tuko nao sasa hivi ni vijana zaidi ya 10 ambao wanafanya biashara hii. Tunaweka mashine ziko 6 na vijana wako 10. Unaweza kujiuliza ni kwa nini wapo wengi hivi? Wapo wengi kwa sababu kuna emergency, mtu anaweza akafiwa, mtu anaweza akaumwa. Sasa hatuwezi kuilaza biashara kwa sababu mtu kaumwa au kafiwa. Unapopata shida, kijana anapopata shida, kunakuwa na msaidizi pembeni. Tunakuwa na watu wa ziada pembeni. Ndio maana sasa hii biashara tunaifanya masokoni na masherehe, kwenye send off, harusi, birthday, tunafanya biashara hizi. Mbali na wafanyakazi wako, pengine kuna watu wengine ambao wanakutegemea? Kwa kweli hii biashara hii kwanza nilivyoanza tu kwa sababu kiuchumi nyumbani tulikuwa hatuko vizuri. Nilivyoanza hii biashara, nasema ukweli, nilianza na mdogo wangu ambaye anaitwa Jeremia Kitomari ambaye sasa hivi ni engineer wa wiring. Lakini pia yuko mama na familia nzima inatambua uwepo wangu kuwepo katika familia yao. Kwa hivyo kuna kazi nyingi tunafanya ya kifamilia, tunawajibika na familia. Familia kuna mahali wanakwama, tunasaidiana na familia hivyo hivyo. Kwa hivyo biashara hii imeweza kusaidia watu wengi, si vijana hawa tu unaowaona, lakini biashara hii imeweza kuwasaidia watu wengi. Kuna vijana ambao wametoka kwenye hii biashara wameenda kujenga, kuna vijana wametoka kwenye hii biashara wameenda kuoa kwa harusi kubwa. Kuna vijana wametoka kwenye hii biashara wanawasaidia wazazi wao. Kuna vijana wametoka kwenye hii biashara wanafanya kilimo kikubwa mashambani. Unawaambia nini vijana ambao pengine mpaka sasa hivi hawajapata cha kufanya? Kiukweli vijana ambao hawajapata cha kufanya ni uoga wao. Ni uoga wao kwa sababu nchi hii ni nchi moja ya nchi yenye amani sana. Hii ni moja ya nchi yenye amani sana, na ninasema hiyo amani kwa sababu
bila amani sisi hatusingeweza kukaa hapa. Bila amani hii tulionayo tusingeweza kwenda Dar es Salaam Sabasaba kwenda kufanya biashara. Bila amani hii tulionayo tusingeweza kwenda Mwanza kufanya biashara. Sasa kijana yoyote ambaye yeye anaishi Tanzania hii, fursa hakuna. Wajaribu kutizama nchi za wenzetu zenye vita huko. Jinsi ambavyo vijana wanakimbizana huko. Hii nchi ya Tanzania ni wewe mwenyewe tu na kuamua na kujitoa na kuachana na uvivu. Ukifanya biashara, sikiliza, vijana wa Tanzania wangekuwa tunafanya biashara. Mwingine akauza viatu, mwingine akauza soksi, mwingine akauza mwingine akavunja beli, mwingine akafanya biashara ziko nyingi za kufanya. Kazi ni nyingi, mwingine akachomelea, tunasaidiana hivyo hivyo. Mimi nafanya hapa, nampelekea hela anayechomelea hiki. Anayechomelea na nampelekea hela anayeleta aluminium. Anayeleta aluminium na anaagiza nje. Kwa hiyo tunapeana riziki hivyo hivyo. Ingesaidia zaidi uchumi wa nchi kukua. Ingesaidia zaidi kuondoka na umaskini. Nchi umaskini hakuna mahali kuna umaskini. Haupo. Umaskini mimi ukiniambia kuna umaskini mimi na kucheka tu. Yaani ukiniambia kwamba kuna shida mimi nitakuwa na kucheka tu. Kwa sababu hamna shida, kwa sababu ukijituma una mikono, una miguu, una akili. Unashindwaje kutambua nafasi yako ya kupambana? Watu ambao wana shughuli zao miezi hii ya sherehe, niko muda wote kwa ajili ya kuhakikisha na wahudumia popcorn kwenye ukumbi zozote. Kuanzia watu 2000 mpaka 3000 na uwezo wa kuhudumia popcorn ndani juu ya meza. Ninachowaomba Watanzania wanipe fursa, wanipe nafasi. Nikisema ninahitaji mafanikio napewa na Watanzania. Mafanikio ya kupitia popcorn napewa na Watanzania. Nimejipanga kuhakikisha kila kona ya nchi inakwenda kusambaza popcorn. Nataka nikuambie, hii popcorn yangu ukiweka kwenye sherehe yako ni zaidi ya keki, ni zaidi ya nyama, ni zaidi ya pilau, ni zaidi ya kuku. Hii popcorn yangu kwa sababu ni popcorn inayotengenezwa kiprofessional. Namba yangu ya simu ni 07 59 819 820. Hii namba ya simu msinisumbue. Hii namba ya simu ukipiga simu wewe niulize tu kinachohusu popcorn, sio mambo mengine.